Karibu sana katika tafakari ya neno la Mungu siku hii ya leo. Ni muda mrefu nilikuwa sijaweka video hapa, lakini leo kwa neema ya Mungu nimepata ujasiri na nguvu za kuweka video hii. Mada nilionayo siku hii ya leo ni dhambi ya njaa. Dhambi ya njaa. Ndugu mpendwa katika Bwana, bila shaka umeshawahi kuona mtu ana hela nyingi sana lakini bado anaendelea kufanya kazi kwa nguvu zote. Anachelewa kurudi nyumbani, anachoka sana, anafanya kazi. Anazo hela za kutosha lakini anahangaika. Wao wanaitwa mafisadi, wana mabilioni ya mahela lakini bado wanaendelea kuiba tu. Nchi inafilisika. Kwa nini mtu mwenye hela hatosheki anashindwa kusaidia ndugu zake? Ana hela nyingi sana lakini anashindwa kusaidia ndugu zake. Anashindwa, anakuwa mchoyo tu, anajiangalia tu yeye mwenyewe. Inakuaje? Inakuaje? Mwanamke ana hela nyingi sana, mume wake anampa hela lakini anachepuka. Inakuaje? Mwanaume ana mke mzuri kweli lakini anachepuka. Inakuaje? Mtu anajua kabisa pombe hii inaniharibia maisha yangu, inaniharibia ndoa yangu, inaniharibia watoto wangu, lakini anaendelea kuwa mlevi wa pombe. Inakuaje? Na kuletea mada hii inayosema dhambi ya njaa, uweze kuona jinsi gani Mungu anaiangalia njaa katika mapana yake yote. Njaa ni kitu ambacho kila mmoja anacho kwa sababu ni sehemu ya uhai wetu, kula chakula. Usipokula chakula kwa muda fulani utakufa. Inatisha sana sana kuishi maisha ya njaa. Unakuta mtoto kakonda, mamake kakonda, inatisha sana. Lakini hakuna njaa mbaya kuliko njaa ya kiroho. Ndio maana Bwana Yesu akasema kwamba heri wenye njaa na kiu ya haki, maana hao watashibishwa. Kwa hiyo kuna njaa ya aina nyingine, sawa? Kwa hiyo kuna njaa sio ya aina moja tu ya chakula, kuna njaa ya aina nyingine. Ndio maana Yesu akasema kwamba heri wenye njaa na kiu ya haki, maana hao watashibishwa. Hiyo ni Mathayo sura ya 5. Kwa hiyo kuna nafasi ya kushibishwa. Kwa hiyo unapoona mtu anahangaika, anashindwa kutulia, anapata hela lakini hatosheki na hela alizonazo, anahangaika. Mtu ana magari 5, 6 tena ya bei mbaya. Anataka tu sifa, watu wamuone kwamba yeye ana magari mengi, anakuwa sifa na magari mengi kweli 20. Yadi nzima magari yote ya kwake. Alafu anatamba, jamani na magari yangu ya bei mbaya mnayaona. Sasa watu wengi hawatambui mzizi wa hili tatizo. Usipotambua mzizi wa tatizo utahangaika sana. Kwa nini watu wanahangaika, wanakosa raha, wanapigana, wanatukanana, wananuniana, wanatengeneza uadui? Kwa nini? Kutokana na nini? Kuna njaa ndani yao ambayo haijashibishwa. Kuna kitu unaona kwamba kiko sawa tu. Sawa. Kuna kitu yaani una hela lakini unaona kuna kitu unaona yaani unakuta. Jana nimeongea na dada mmoja. Sawa? Nimeongea na dada mmoja. Yaani anasema mimi napenda tu kulala tu. Napenda tu kulala. Ni mwalimu, anasema atakwenda kazini sitaki. Kisa magumu ya maisha. Magumu ya maisha yamemsonga. Ana elimu yake nzuri, hata kwenda kazini anapata shida. Kaletwa ofisini kwangu na dada yake. Unaweza kuona dada mzuri kabisa lakini hana raha. Na dada mzuri kweli hana raha. Na mtu unashangaa, inakuwaje huyu dada anatembea uchi? Amevaa kimini ndio unaona raha. Yaani kuvaa kimini anatembea uchi ndio unaona raha. Unaona mshangaa lakini anaona ndo yuko juu kabisa. Unashangaa, anatafuta nini mpaka anatembea uchi? Unashangaa kwa nini? Njaa ndani ya moyo wa mtu. Sasa kutokana na tafiti ambazo nimezifanya kuna mapepo ambayo yanasababisha kiu hiyo ya mtu kutaka hali fulani. Anahangaika apate heshima, anahangaika apate kusifiwa, anahangaika apate kuonekana na yeye ni wa maana. Atasema uongo, atafanya vitu vya ajabu tu aonekane tu, atakuwa ni mtu mwenye hasira, atatukana watu, atadharau watu.
kuna kitu anakitafuta, ana njaa ndani ya roho yake. Ndio maana Yesu akasemaje? Usipingane na mtu mwovu. Akikupiga shavu la kushoto, mpe na la kulia apige. Unaona Yesu alivyokuwa mjanja. Akasema hivi, yaani utajisumbua kweli, kwa sababu nguvu inayomuendesha kufanya vitu vya ajabu ajabu kama hivyo imemzidi, na huwezi ukaishinda hiyo nguvu kwa kumtukana. Huwezi ukaishinda. Anasema mtu akikupiga mkono shavu lako la kushoto, geukia la kulia. Kwa nini Yesu anasema hivyo? Anasema hivi, wewe mpe aone kwamba kukupiga wewe hakutoshi, wewe pata raha. Ajue raha inatoka kwa Mungu. Sawa? Ajue raha inatoka kwa Mungu. Sikiliza Mungu anavyozungumza. Anawaita watu wanaohangaika na kukosa raha katika maisha yao. Kwenye kitabu cha Isaya sura ile ya 55. Isaya sura ile ya 55, umuone Mungu anawaita watu wanaohangaika na njaa za aina mbalimbali. Isaya 55 kuna maneno haya kuanzia mstari ule wa kwanza hadi ule wa 7. Anasema hivi: Haya, kila aonaye kiu, njooni majini, na yeye asiye na fedha, njooni nunueni mle. Naam, njooni mnunue divai na maziwa bila fedha na bila thamani. Kwa nini kutoa fedha kwa ajili ya kitu ambacho si chakula, na mapato yenu kwa kitu kisichoshibisha nafsi yako? Nisikilizeni kwa bidii, mle kilicho chema, na kujifurahisha nafsi zenu kwa unono. Tegeni masikio yenu na kunijia mimi, sikieni na nafsi zenu zitaishi. Nami nafanya nanyi agano la milele, naam, rehema za Daudi zilizo imara. Angalieni, nimemweka Daudi kuwa shahidi kwa kabila za watu, kuwa kiongozi na jemedari kwa kabila za watu. Tazama, utaita taifa usilolijua, na taifa lisilokujua wewe litakukimbilia, kwa sababu Bwana Mungu wako, na kwa ajili yake Mtakatifu wa Israel, maana amekutukuza. Haleluya! Mungu na akutukuze leo. Sikiliza mstari wa 6. Mtafuteni Bwana maadamu anapatikana. Mwiteni maadamu yuko karibu. Mtu mbaya na aache njia zake, na mtu asiye haki aache mawazo yake, na amrudie Bwana, naye atamrehemu, na arejee kwa Mungu wetu, naye atamsamehe kabisa. Haleluya! Sasa unajua kwa nini Mungu anasema hivi? Kwa nini kuhangaika mambo ya pesa kwa kitu ambacho hawezi kukasibisha nafsi yako? Unakuta mtu ni tajiri lakini anahangaika kutafuta mahela zaidi. Anahangaika kutafuta mahela zaidi. Hebu fikiria kaka huyo anafanya kazi TRA. Ana mahela ya kutosha. Kamwahidi mdogo wake anatoka kwenye ndugu yake anatoka kwenye familia ya kimaskini, nitakusomesha. Ameenda Dar es Salaam, akamwambia bwana nitakusomesha, nenda Mwanza katafute shule, mimi nitalipa. Ana mahela, ana malori yanayokwenda Rwanda, Burundi, ana mahela mengi huko TRA. No. Kijana amekuja Mwanza anatafuta shule, anamwambia mjomba, nitumie basi hela, nimepata shule hapa, karo ni kiasi fulani. Mjomba hajibu message, akipiga simu hapokei. Haya. Mungu kaingilia kati. Kama nitavyokuonyesha kwenye mstari unaofuatilia. Jamaa akapata kisukari, kapata pressure, kaparalyze, yuko kitandani. Wanaume wengine wanakula mke wake sasa. Wanaume wengine wanakula mke wake. Na mahela yake yote na malori yake yote anaenda Rwanda, Burundi, Kongo, yote yuko mtu akitandani ameparalyze. Sasa Mungu hataki hali hiyo ikukute. Hataki hali kama hiyo ikukute. Kwa sababu gani? Kuna mapepo ambayo yanafanya kazi ya kukuletea wewe njaa ya vitu fulani, ya kutaka sifa, njaa ya kutaka pombe, ya kutaka madawa ya kulevya, njaa ya kutaka kila mtu akuone wewe ni wa maana. Kwa hiyo utanunua vitu vingi, watu wakuone, utanunua magari ya bei mbaya, watu wakuone kwamba na wewe unazo. Utafanya mambo mengi ya kifahari, watu wakuone na wewe unazo, lakini ndani yako uko tupu. Unajua ni nini? Unaweza kuwadanganya watu wengine, jamani mimi nina raha kweli. Unaweza kuwadanganya weka picha Instagram, unaenda sijui Ulaya, unaenda wapi, utawadanganya watu wengine, lakini huwezi kujidanganya wewe mwenyewe.
Kama huna raha ndani ya nafsi yako, huna raha tu. Ndio maana Yesu akasemaje? Mkisema kwamba hamna dhambi, mnajidanganya nyinyi wenyewe. Na asema mkisema lakini ukitubu dhambi zako, Mungu ni mwaminifu na wa haki, hata atakusamehe dhambi zako kabisa, na amesema hata zikumbuka tena. Kwa hiyo basi Mungu anataka kuwasamehe watu, lakini watu hawajajenga tabia ya kutubu dhambi zao, na Mungu anasema hivi, wale watu ambao hawajajenga tabia ya kutubu dhambi zao, hii njaa itawatafuna. Kwa sababu gani? Kuna mapepo ambayo yanakufanya wewe ujisikie njaa ya vitu fulani fulani. Sasa unapojisikia njaa, unapoamua kula, unapojisikia kwamba lazima nipate kitu fulani ili nipate kuheshimiwa, sawa, lazima nipate kitu fulani ili watu wanithamini, wanaona wa maana, yale mapepo ndio yanafurahi. Kwa sababu umemwacha Mungu, unategemea vitu fulani vikuletee furaha, sawa. Umemwacha Mungu, unategemea Mungu akuletee furaha, unategemea kwamba vitu fulani vitanipa furaha. Sawa sawa na kuabudu sanamu. Unakuta mtu anashindwa kusaidia ndugu zake, anashindwa kutoa sadaka kanisani, anatoa tu vichenji, anashindwa. Kwa nini? Kuna pepo linamwambia bwana utakuwa maskini. Anaogopa umaskini. Kwa hiyo kusaidia watu shida, hawezi kumsaidia mtu. Hata na mabilioni vipi, ukimwambia bwana nisaidie 100,000, anakuambia sina. Lakini benki ziko milioni 80. Lakini mwambia naomba 10,000, mtoto wangu kagongwa na bodaboda, anakuambia sina bwana, samahani, hali ngumu sana. Unashaka kwani hiyo ni roho kutoka kwa shetani. Inanyonya nguvu zako za kiroho. Hebu fikiria huyu dada. Pastori ya kweli. Amekuja usini kwangu. Anaendesha gari ya milioni 60. Hivi karibuni kajenga nyumba 2. Wanaita hizo zinaita sijui nini, apartment. Mume wake anafanya kazi kwenye mshahara mkubwa sana. Kachepuka. Amechepuka na bilionea. Mtu ambaye ana migodi. Kwa wiki anatengeneza bilioni 7. Kwa wiki moja ana migodi Mwanza, Tanga, huko Handeni, sijui wapi. Kwa wiki moja anatengeneza bilioni 7. Sasa walisoma naye, hawakufanya mapenzi wakati wamesoma naye. Sasa wameanzisha group la WhatsApp waliosoma pamoja. Sasa yule bilionea akamuona yule dada. Bilionea yuko Dar es Salaam, yule dada yuko Mwanza. Sawa? Akamuona, akaanza kumtongoza. Kamtongoza, kamkubalia. Wakaanza kufanya mapenzi. Sawa? Sasa kinachomleta kwangu anasema hivi, daktari, huyu mwanaume kaja na gari la milioni 200. Hii mnaita Land Rover, hizi new model Discovery. Sawa? Kaja na gari kutoka Dar es Salaam, kamletea hapa bwana. Anamwambia zawadi. Anamwambia hivi, nitakupa gari hii ukikubali kutembea na mimi kinyume na maumbile. Hebu fikiria huyu dada. Hii story nakupa ni kweli, na mtu ambaye anafahamu. Anamwambia nakupa gari ya milioni 2. Ukikubali, ana gari ya milioni 60 tayari anayo. Gari ya milioni 60 tayari anayo. Nasikia bwana. Sasa ndio anakuja kwangu, daktari, nifanyeje? Asema nimefunga siku 3. Nini mlokole? Nani mlokole? Asema nimefunga siku 3. Nimwache huyu mtu, nikamblock huyu jamaa bilionea, nikamblock kuna huko. Nimefunga siku 3, mwambia Mungu naomba unisamehe. Naomba nisaidie kuachana na huyu. Lakini baada ya siku 3 amemaliza mfungo, anamblock yeye mwenyewe, anakuta message zake anaanza kumjibu. Sasa nimeshindwa kumwacha. Asema daktari, nimekuja kwako unisaidie. Nimeshindwa kumwacha. Nikamwambia hivi, kutokana na maongezi yangu naongea na wewe na kuona wewe ni mtu mwenye hasira. Akasema kweli. Akasema kweli. Unaweza kuona jinsi gani? Sasa yeye ameshindwa kuiondoa dhambi ya hasira. Anataka kuondoa dhambi ya uzinzi. Mungu amembana hapo. Anashindwa kuondoka kwenye dhambi ya uzinzi. Kwa sababu dhambi ya hasira, ameshindwa kupigana na dhambi ya hasira. Unakosa uvumilivu, unakuwa mtu wa hasira. Ameshindwa hiyo ambayo inamletea kiu ya uzinzi. Yaani kama vile wale wanajua kuendesha magari. Kuna ile inaitwa handbrake. Unapokuwa unapaki gari, unaweka handbrake. Sawa? Inazuia matairi yote hayawezi kutembea. Sawa? Sasa unakuja huko. unakuja unawasha gari fya. Alafu unataka kuendesha gari liende mbele. Wakati umeweka handbrake, haliendi. Sasa handbrake yake ambayo imezuia gari haliwezi kuondoka. Au ni sawa na mtu umekanyaga breki, alafu unataka gari liondoke wakati breki imekanyaga zote. Sasa ile hasira ndio breki inayozuia yeye
ashindwe kushinda uzinzi. Inaweza kuwa kuna kitu kinakuzuia kushinda ulevi, madawa ya kulevya. Kuna kitu kinakuzuia, lakini wewe unafikiria kwamba unamwomba Mungu naomba nisaidie nishinde ulevi. Kumbe kuna dhambi nyingine ya uchoyo. Mungu anataka kama iondoke hiyo, ndio break yako imekuzuia. Unashinda kwenda mbele. Unaona kwamba dhambi ya kunywa pombe ya ulevi ni mbaya sana, ya uzinzi ni mbaya sana. Kumbe dhambi yako inakuzuia wewe ni ya uchoyo. Ndio break imekushikilia. Mungu anazungumza hii. Sikiliza sasa. Mika sura ile ya 6. Kitabu cha Mika sura ile ya 6. Mika sura ile ya 6. Kuanzia mstari wa 14. Anasema hivi: utakula lakini hutashiba, na fedheha yako itakuwa kati yake nawe utahama. Sasa nitarudia. Utakula lakini hutashiba, na fedheha yako itakuwa kati yako nawe utahama, lakini hutachukua kitu salama, na hicho utakachochukua nitakitoa kwa upanga. Utapanda mbegu lakini hutavuna, utazikanyaga zaituni lakini hutajipaka mafuta yake, na hizo zabibu wala hutakunywa divai yake. Kwa maana amri za Omri ndizo zishikwazo, na matendo ya nyumba ya Ahabu, nanyi mnakwenda katika mashauri yao, ili nikufanye kuwa ukiwa, na wenyeji waliomo humo kuwa zomeo, nanyi mtayachukua matukano waliotukanwa watu wangu. Unaona, sasa utazomewa. Unajiona mjanja. Sawa, unajiona mjanja. Umeokoka, lakini hasira hutaki kuiacha, uchoyo hutaki kuacha. Uongo, unasema kuna uongo mzuri na uongo mbaya. Hakuna cha uongo mzuri wala uongo mbaya. Unaposema uongo wakati wote umefanya mapenzi na shetani. Kwa sababu Yesu anasema kwamba waongo ni watoto wa shetani. Kwa sababu shetani ni baba wa uongo. Kwa hiyo unaposema uongo tu tayari umefanya mapenzi na shetani, japo kwa sio mzinzi. Japo kila kitu unachepuka na shetani. Haleluya. Unaona nataka niache pombe, nataka niache uzinzi, nataka niwe tajiri na mimi niwe na magari. Mungu, unafunga kweli, unatoa zaka zote. Unafunga kweli, nataka niwe tajiri. Na wachungaji wamekazana, toa zaka, utapata gari, toa zaka utabarikiwa. Toa zaka, utapata. Toa zaka, hubiri kutubu dhambi. Toa zaka. Michango hii, changia nyumba ya Bwana, utapata hela. Changia kazi ya Bwana, unatoa, lakini upati chochote. Kuna dhambi ambayo hujaitoa, imefunga breki. Mama mmoja anamuonea huruma na mama kanisa. Anamuonea kweli huruma. Kaachwa na mume wake. Toka mama kanisa. Sasa hivi anauza asali. Sasa haya mambo yapo. Mungu anasemaje? Anatoa ahadi gani kwa watu ambao Mungu amesema kwamba mwanadamu hataishi kwa mkate peke yake. Anasema mwanadamu hataishi kwa mkate peke yake, bali kwa kila neno ambalo limetoka katika kinywa cha Mungu. Huna tabia ya kusoma neno la Mungu, hukariri mistari ya neno la Mungu, huna muda wa kutafakari neno la Mungu, lakini kusikiliza kwaya, utasikiliza masaa 3. Kwaya za Rozi Mahando anaimba. Unasikiliza kwaya wewe. Unajua na mtu wa Mungu. Lakini neno la Mungu lisoma, unasinzia. Itakula kwako. Sikiliza, Mungu anakuahidi. Ukaribie kwa Mungu. Ukaribie Mungu na hata ukaribia. Ndio kitabu cha Yoeli. Haleluya. Yoeli sura ile ya 2. Yoeli sura ile ya 2 kuanzia mstari ule wa 26. Uone ahadi ya Mungu kwako. Yoeli sura ile ya 2 kuanzia mstari ule wa 26 kuna maneno haya. Nanyi, nitaanzia mstari wa 25. Anasema hivi: nami nitawarudishia hiyo miaka iliyoliwa na nzige na parale na madumadu na tunutu, jeshi langu kubwa nilolituma kati yenu kuwafungia breki usiende mbele. Rudia mstari wa 25. Sikiliza, Mungu anazungumza ile breki ndio anazungumza. Mtu anataka kuacha uzinzi wakati ni mtu mwenye hasira, ndio breki imemshikilia. Sikiliza hivi. Nami nitarudishia
Hiyo miaka iliyoliwa na nzige na parare na madumadu na tunutu, jeshi langu kubwa nililolituma kati yenu. Nanyi mtakula chakula tele na kushiba na kulihimidi jina la Bwana Mungu wenu, aliyewatendea mambo ya ajabu, na watu wangu hawatatahayari kamwe. Nanyi mtajua ya kuwa mimi ni katikati ya Israeli, na ya kuwa mimi ndimi Bwana Mungu wenu, wala hakuna mwingine, na watu hawatatahayari kamwe. Sasa lazima ujue ndani yako kwamba kweli Mungu yuko pamoja nami. Ameahidi mema mengi sana. Kama nilivyotangulia kusema, utadanganya watu wengine kwamba umeokoka, kwamba unamjua Mungu, lakini huwezi kujidanganya wewe mwenyewe. Kama huna raha, huna raha. Na unapokuwa huna raha, maana yake huna Mungu. Twende kwenye Zaburi 16 uone. Unapokuwa huna raha, maana yake huna Mungu. Kwa sababu Biblia inasema kwamba raha ya Bwana ndio nguvu zenu, Nehemia 8:10. Raha ya Bwana ndio nguvu zenu. Sasa kama una raha, maana yake una Mungu. Ndio kwa maana unajiita umeokoka. Twende kwenye kitabu cha Zaburi ya 16 uone. Ni Zaburi 16. Leo nimewapata wale ambao wanajifanya wameokoka kipeo cha pili. Na wachungaji wanaohubiri, toa zaka, changia kazi ya Mungu. Sikiliza sasa. Zaburi ya 16. Zaburi ya 16. Zamani nilikuwa nimeangalia kitabu cha Ayubu hapa. Zaburi ya 16 mstari ule wa 11 unasema hivi: utanijulisha njia ya uzima, mbele za uso wako ziko furaha tele. Usikiliza maneno haya matamu. Utanijulisha njia ya uzima, mbele za uso wako ziko furaha tele, na katika mkono wako wa kuume mna mema ya milele. Jamani, uyataki haya mema? Hutaki hii furaha tele? Hutaki furaha tele? Ni furaha Mungu anakuahidi. Kama nilivyozungumza, kama huna furaha, maana yake ni kwamba huna Mungu. Sijui kama wewe unalijua hilo. Sijui kama unalijua hilo. Kama huna furaha, maana yake huna Mungu. Ngoja nikutafutie mstari huo. Nikutafutie mstari huo uweze kuona. Sifikirie sababu huyu anaongea maneno yake ya uzushi tu. Ngoja nikutafutie mstari huo. Kama huna furaha, maana yake wewe huna Mungu. Sikiliza Isaya 35. Isaya 35. Sawa? Mstari ule wa 8 mpaka mwisho. Isaya 35 nasema hivi: na hapo patakuwa na njia kuu, na njia hiyo itaitwa njia ya utakatifu. Wasio safi hawatapita juu yake, bali itakuwa kwa ajili ya watu hao wasafirio, wajapokuwa wajinga hawatapotea katika njia hiyo. Hapo hapatakuwa na simba wala mnyama mkali hatapanda juu yake. Hawataonekana hapo, bali waliokombolewa na Bwana watakwenda katika njia hiyo. Na hao waliokombolewa na Bwana watafika Sayuni wakiimba, na furaha ya milele itakuwa juu ya vichwa vyao. Nao watapata kicheko na furaha, na huzuni na kuugua vitakimbia. Kwa nini hutaki furaha katika maisha yako? Huzuni ulionayo, kuugua uliko nako kukimbie, kwa maana Bwana yuko ndani yako. Nani atasimama mbele za Bwana? Nani atasimama mbele za Bwana? Kama Bwana yuko upande wetu, ni nani atakayekuwa dhidi yetu na kutushinda? Hakuna. Kama unaangalia video hii kwa mara ya kwanza, jisajili ili nitakapoweka video nyingine upate taarifa haraka sana. Nikutakie heri na fanaka katika kumtafuta Bwana na kuishi kwa ajili ya Bwana. Amen.